Pengine katika jitihada za kuifanya Yanga mpya kwa msimu ujao wa 2025-26 iwe kali zaidi, wananchi wamekuwa wakihusishwa sasa na mchezaji anayefanya vizuri sana katika ligi kuu ya Kongo kwa hivi sasa ni huyu aitwaye Enock Molia, mchezaji nyota wa klabu ya Saint Eloi Lupopo ya kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu hutumika kama kiungo ushambuliaji kutokea pembeni kulia, wakati mwingine anaweza kucheza pembeni kushoto, anacheza kati, anacheza kama nyuma mshambuliaji kinara, lakini vile vile huweza kucheza kama mshambuliaji kinara zile nafasi zote za mbele, hasa katika mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji watatu, ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Enock Molia hufiti kote, na ndivyo ambavyo hutumika katika klabu ya Saint Eloi Lupopo. Amekuwa akifanya vizuri, na ukubwa wa jina lake nchini Kongo kwa sasa unatokana na uwezo wake wa kupokea mipira ya kwanza, kukimbia kwa kasi, kupiga chenga, mashuti na kadhalika. Amekuwa na madhara makubwa kwa wapinzani, lakini wakati mwingine huwa ni mtoaji mzuri wa pasi saidizi za mabao kwa wenzake. Kwa uwezo wake anaoonyesha kwa msimu huu, ameifanya Saint Eloi Lupopo iendelee kuwa miongoni mwa klabu gumzo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ikumbukwe, huyu mwamba amezaliwa mwaka 2004. Kwa hiyo hivi sasa umri wake ni miaka 22. Yuko vizuri, na kwenye mipira ya ile inayohusisha mapambano yeye yuko vizuri zaidi, kwa sababu umbile lake linamruhusu kufanya yote hayo. Guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia, huyu Enock Molia. Yes, nasema foot, mguu wa kulia ndio yenye nguvu zaidi, ingawa pia huweza kutumia vyema mguu wa kushoto katika kuwaletea madhara wapinzani. Enock Molia inakumbukwa vizuri katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu 2025-26, ambayo michuano iliyomalizika hivi karibuni na Mamelodi Sundowns kutoa ubingwa. Wale Mamelodi katika safari yao kwenye hatua ya makundi walikumbana na huyu mwamba Enock Molia na timu yake Saint Eloi Lupopo. Walikuwa katika kundi moja ambalo pia lilikuwa na timu za Al Hilal Omdurman iliyokuwa kinara katika kundi lao. Kulikuwa na Mamelodi Sundowns iliyoshika nafasi ya pili, lakini walikuwepo MC Alger ya Algeria, wao walishika nafasi ya tatu, halafu Saint Eloi Lupopo walimaliza mkiani. Ndio katika kundi lao hili lililokuwa na timu imara sana. Yeye ni miongoni mwa wale waliopata nafasi ya kucheza kati ya mechi 6 za hatua ya makundi. Alicheza mechi 5 kati ya 6 kwa dakika 340, kuonyesha ni kwa namna gani yeye alikuwa miongoni mwa wachezaji muhimu katika kikosi cha Saint Eloi Lupopo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo timu yake ilimaliza mkiani kama ilivyotoka kueleza, ikifunga mabao 4, ikiruhusu mabao 8. Hawakuwa na mwenendo mzuri katika michuano hiyo kwa msimu huu, lakini kwenye mabao haya 4 yeye alishiriki kikamilifu, akifunga bao 1, lakini vile vile akitoa asisti 1, na hivyo kuchangia mabao 2 kati ya mabao 4 waliofunga, sawa na mchango wa mabao wa jumla wa 50% ya mabao yote yaliyofungwa na Saint Eloi Lupopo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi. Katika mechi dhidi ya Mamelodi Sundowns ambayo ilimalizika kwa sare ya 1-1 pale nchini kwao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni yeye ndiye aliyefunga bao pekee katika sare hiyo, akitumia pasi kutoka kwa Jean Tukumbane, miongoni mwa viungo wa ushambuliaji anaoshirikiana nao katika kuwaletea madhara wapinzani. Katika siku hiyo Jean Tukumbane alikuwa anacheza kama kiungo ushambuliaji kutokea kushoto. Kulia kulikuwepo na Junior Mavungu, halafu yeye alikuwa mbele kabisa akiongoza safu ya ushambuliaji katika siku hii kwenye mpango kazi wao. Lakini katika mechi dhidi ya Al Hilal Omdurman alitoa assist katika mechi hii ambayo pia ilimalizika kwa sare ya 1-1 pale kwao nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Enock Molia aliingia katika kipindi cha pili baada ya benchi la ufundi kufanya mabadiliko kwa kumtoa Bedi Matukala, yeye akaingia, na matokeo yake ni nini? Akatoa assist katika kipindi hicho cha pili kufunga bao lao. Assist yake alitoa kwenda kwa Ramos Kashala aliyefunga bao pekee katika siku hii ambayo ilisha 1-1 dhidi ya Al Hilal Omdurman. Kwa ujumla alipiga mashuti 10 kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi. 4 yalilenga shabaha katika mashuti aliyopiga yeye, mashuti 10, 4 yalilenga shabaha, halafu akafunga bao 1, akatoa assist 1 kama nilivyotoka kueleza, akichangia mabao 2. Lakini hiyo haitoshi. Kwenye ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mpaka sasa timu yake haifanyi vizuri kwenye playoff, ambayo mwisho wa siku ndipo hupatikana bingwa. Ndiyo, ni kwa sababu playoff huhusisha
timu 8, timu yake haifanyi vizuri mpaka sasa. Haimo hata katika top 5 miongoni mwa timu 8 za kwenye playoff. Lakini nakumbukwa kwenye makundi wao walikuwa katika kundi A wakiwa wao na TP Mazembe wakimaliza timu 2 za juu, TP Mazembe wakiongoza wakishika nafasi ya pili wakimaliza na pointi 63. Lakini ukichanganya mechi kwa ujumla 30 za kundi lao la A, halafu na hivi sasa kwenye championship ambayo mwisho wa siku kumpata bingwa, jumla wamecheza mechi 37 ambapo mpaka sasa mabao waliofunga ni 59, wameruhusu mabao 26. Na ukiondoa kile alichokifanya katika ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo amefunga goli 1 kutoa assist 1, lakini kwa ujumla katika michuano yote kwa msimu huu 2025-26 katika klabu yake ya Saint Eloi Lupopo, huyu mwamba Enock Molia amefunga mabao 13, ametoa assist 9, akichangia mabao 22. Kumbuka timu yake ya Saint Eloi Lupopo ukichanganya namna ilivyoshiriki katika hatua ya makundi kwenye utaratibu wa ligi kuu ya Kongo, walikuwa kwenye kundi A, vinara walikuwa TP Mazembe, wao walimaliza nafasi ya pili wakiwa na pointi 63, lakini katika mechi za playoffs mechi 7 ukiongeza na 30 za kwenye hatua ya makundi ambapo huhusisha timu 16, kwa ujumla mechi 37, wao wamefunga mabao 59, wameruhusu mabao 26. Na miongoni mwa mechi ambazo aling'ara sana ni pamoja na wakati walipocheza dhidi ya TP Mazembe na kushinda kwa mabao 2-1, yeye akiwa miongoni mwa wale waliozifumania nyavu. Enock Molia sasa amekuwa akihusishwa na timu nyingi, mojawapo ni wananchi Yanga. Lakini unapozungumzia Yanga, kama kweli dili hili linakuwa la kweli, kwa sababu hakuna taarifa rasmi kutoka Yanga wala kutoka Saint Eloi Lupopo wala kutoka kwa mchezaji binafsi kwenye management yake kwamba yuko mbioni kutoa Yanga kwa ajili ya msimu ujao 2026-27. Lakini kama kweli Yanga wanafanikiwa kumpata, maana yake ni nini? Ni kwamba Yanga wanakwenda kujiimarisha katika eneo lao la kiungo cha ushambuliaji na ushambuliaji kwa ujumla, kwamba fikiria Enock Molia aungane na kina Alan Okello, aungane na Maxim Pianzengeli, Peodo Pako Mzuzwa, halafu kwenye safu ya ushambuliaji wapo akina Principe Melo Dube, wapo akina Laurindo Depu na kadhalika. Itakuwa vipi Yanga hii? Bila shaka kama kweli dili hilo linatiki, halafu yeye akitua akaendeleza kiwango kile ambacho anakionyesha sasa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni dhahiri kwamba Yanga itakuwa tishio zaidi. Ni Yanga mpya katika michuano mbalimbali kwa msimu ujao 2026-27, kwa maana ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, michuano ya klabu ya CAF kwa maana ya ligi ya mabingwa barani Afrika, endapo Yanga itakuwa miongoni mwa timu 2 za juu zitakazopeperusha bendera ya nchi katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Kumbuka wao ni mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara na hivi sasa wapo kileleni. Kama wanatoa ubingwa au wanakuwa nafasi ya pili, maana yake wanapata tiketi ya kuwakilisha nchi kwa michuano ligi ya mabingwa. Lakini hapata kuwa bure bure bila changamoto. Enock Molia anatoka katika ligi ambayo hivi sasa ukilinganisha na ligi kuu Tanzania bara ni ligi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ipo chini kwa ubora kwa vigezo vya CAF. Ligi kuu Tanzania bara imechangamka zaidi, iko juu zaidi kwa viwango vya ubora, ikiwa nafasi ya 5 miongoni mwa ligi bora barani Afrika, ikitanguliwa tu na ligi za Misri, Morocco, Afrika Kusini, Algeria, halafu naikuta ligi kuu Tanzania bara ipo kwenye kiwango bora. Lakini changamoto yake kubwa, mbali na kwamba anakutana na ushindani zaidi kwenye ligi kuu Tanzania bara, endapo kweli atatua, changamoto nyingine ni kwamba adumishe kiwango chake, kwa sababu wapo wa Kongo ambao msimu huu wamejiunga na timu mbalimbali katika ligi kuu Tanzania bara, wametoka kufanya vizuri sana msimu uliopita katika ligi kuu ya Kongo, lakini haonekani kuwa tishio nchini. Hoso Mwaku Malanga, top scorer katika ligi kuu ya Kongo msimu uliopita kwa rekodi ya aina yake, akifunga mabao 25 ambayo hapo kabla, tangu ligi kuu ya Kongo ianzishwe katika utaratibu wa ligi kuu, hakuna mchezaji amewahi kufunga mabao mengi kama aliofunga Hoso Mwaku Malanga msimu uliopita. Yupo Singida Black Stars, haonyeshi kuwa na tishio kama lilokuwa nalo kule nchini Kongo. Lakini yupo Linda Mtangi, ndiye MVP, mchezaji bora katika ligi kuu ya Kongo msimu uliopita. Yupo Singida Black Stars, ndiyo yuko vizuri, lakini si miongoni mwa wachezaji tishio sana mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara kwa yale walioyafanya mpaka sasa. Kwa hiyo yeye Enock Molia akitua, lazima ajue namna gani ya kuboresha kiwango chake kufikia viwango vile vilivyowahi kuonyeshwa na kina Fisto Kalala Mayele kwa mfano, ambaye hivi sasa
Yupo Pyramids ya Misri akiwa ametoka kufanya vizuri sana na Yanga ambako amewahi kuwa MVP, amewahi kuwa top scorer katika ligi kuu Tanzania bara na amewezesha Pyramids kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita. Wapo kina Maxim pia Zengeli wanafanya vizuri sana na wachezaji wengine kadhaa kutoka katika ligi kuu ya Kongo, na yeye anapaswa kufuata nyayo hizo, maana vinginevyo atafanya tofauti na matarajio. Je, itakuwa kweli mpango huu wa Enock Molia kutua Yanga? Hilo ni swala la kusubiri. Ili mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.